Huwa sisi tunapozungumza katika mihadhara yetu na darasa zetu, semina zetu na ulinganizi wetu, tangu hapo mwanzo mpaka leo, tunayazungumzia kwa ubaya kabisa na kuyakanyaga hayo na kuyaponda kabisa kwa hayafai, hata kama yatafanywa na Waislamu. Mfano kama mambo ya maandamano, fikra za kimapinduzi, na kuonyesha athari mbaya ya mambo haya. Mara nyingi tukiwa tukizungumza mambo haya sisi, bila ya kutaka kujipendekeza kwa yoyote. Hatufanyi hivi kwa sababu kuna msukumo wa mtu fulani kwamba tunataka kujipendekeza kwake, wala hatufanyi hivi kwa kumtumikia yoyote. Ni kwa sababu dini yetu imetufundisha hivyo. Kuna baadhi ya watu tulikuwa tukiwakanya baadhi ya mambo mabaya ambao walikuwa wanafikiria kuyafanya kama migomo na maandamano, wakawa wanatupakazia katika miji kwamba hao vibaraka wamenunuliwa, hao ni vibaraka wa Amerika, hao vibaraka wa Mayahudi hao, na lugha kama hizo. Hakuna masala ya ukibaraka hapa, wala hakuna suala la kutumikia agenda za watu fulani. Sisi Waislamu tuna agenda zetu, tuna miongozo yetu. Iweje miongozo yetu ionekane ni miongozo ya Kiyahudi au ya Kimagharibi? Nyinyi hamjamsoma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anafundisha kitu gani? Kwa hiyo sisi hatuko katika jambo hili, lakini siku zote wenyewe wanasema wataalamu wa mambo kwamba idha saa fi'lu almar'i sa'at dhununuhu. Vitendo vya mtu vikiwa viovu, akiwa mtu ni mwovu, basi siku zote hata dhana zake zinakuwa mbovu. Mtu mwizi anaona kwamba watu wote wezi, haiwezekani. Kuiba itawezekana vipi watu waibi bwana? Hakuna mtu ambaye haibi. Yani yeye katika fikra yake kwamba watu wote ni wezi kama yeye. Muongo hivyo hivyo. Na watu wenye tabia chafu mbalimbali hawaamini kwamba mtu anaweza kuishi bila ya hivyo alivyo yeye. Mchawi hivyo hivyo. Mtu ambaye ana tabia kwenda kwa waganga wa kienyeji na kuroga watu na kutafuta hivi na vile, kwambia haiwezekani, wewe utaishi hivi. Ule pia na mganga wake. Hawaamini idha saa fi'lu almar'i sa'at dhununuhu. Vitendo vya mtu vinapokuwa vichafu, mara nyingi dhana zake pia zinakuwa chafu. Sasa kwa sababu kuna watu hutumika na mataifa mbalimbali, wanatumika na watu mbalimbali na vikundi mbalimbali kwa maslahi mbalimbali, hawaamini kwamba mtu anaweza kusimama juu ya mimbar akazungumza bila ya kutumika, akazungumza kwa ajili ya Allah na dini tu. Hawaamini hivyo. Basi nawaambia watu hao wapo, na sisi tuzungumza kwa msukumo huo wa dini. Hatuna mtu tunemtumikia katika hili zaidi ya dini yetu. Huu ni utanabahisho katika hili. Kwa hiyo tunazungumzia masala ya uharamu na ubaya wa watu kufanya maandamano ambayo yanaashiria uvunjifu wa amani, maandamano ya aina yoyote. Na vile vile tunakataza sisi lugha za uchochezi zinazopelekea katika uasi na mapinduzi ya viongozi walioko madarakani. Lugha hizi hazikubaliki katika Uislamu, ni lugha mbaya kabisa. Kwa hiyo mashekhe, kuweni macho kwenye jambo hili, mlisimamie jambo hili. Sisi tuna mifano ya kutosha kabisa katika nchi zetu hizi, katika bara la Afrika na nje ya Afrika, juu ya mambo ya ubaya wa mambo kama haya. Wale wanaowalingania watu watoke kwenye maandamano, wengi wao ni wanasiasa na watu mashuhuri wenye kusikilizwa katika jamii kwa sababu ni viongozi au kwa sababu ni wanasiasa. Wengi katika hao wanatumika kutoka nje, ni vibaraka. Kwa lugha nyingine ya Kiswahili pia ni mamluki, wanatumiwa na kuna vitu wameahidiwa. Na ndio maana baadhi yao utakuta nusu wao wenyewe wako hapa, familia zao ziko nje, au wana uhakika wa kutoka nje ya nchi wakati wowote kunapoharibika mambo, wakakimbia wakakuacha wewe na baba yako, mama yako, pengine mzee, mtu mzima,
watoto wako madhaifu kabisa, wagonjwa wako, pengine una mgonjwa kitandani, ima yuko nyumbani au yuko hospitalini, wakakuacha wewe ambaye ulishabikia jambo hili peke yako, yeye wakati huo na familia yake yuko Europa huko anatamata na maisha. Yeye anachokifanya ni kuchochea tu kupitia mitandao ya kijamii. Ni watu wabaya kabisa, wasiojali maslahi ya umma. Tukisema maneno haya hatuzungumzi kuwa tunawalinda watu fulani dhidi ya watu fulani. Tunachozungumza ni suala la kuilinda amani ya nchi hii. Ni marufuku kuchezea amani ya nchi hii kwa kisingizio cha siasa, kwa sababu ugali umekuwa ghali. Kwa hiyo tuko tayari kufa kwa sababu bei ya unga imepanda. Huu ni ujinga usiohimilika. Leo kuna nchi ngapi zimeingia kwenye matatizo kwa lugha kama hizo? Miaka 30 sasa hakuna utulivu katika nchi hizo. Watu wa nchi hizo wanatamani kurudi katika nchi zao, hawawezi. Kila siku wao ni wageni kwenye nchi za watu. Tuna mifano hiyo. Libya, kwa sababu ya kutumika mamluki, walikuwa wana kila kitu katika maisha ya kilimwengu. Huduma za kijamii ziko sawa, eti kwa madai kwamba hatuna uhuru, hakuna demokrasi, hakuna hivi, kwa hiyo lazima Gaddafi aondoke. Nchi za magharibi ziliwasaidia, wakapigana na serikali, wakamtoa Gaddafi madarakani, wakamuua. Hebu niambieni, wamepata walichokitaka au leo wanajuta? Wallahi wanajuta kwa walioyafanya. Lakini nchi za magharibi ziliwachochea katika hilo, eti wanatafuta demokrasi, hawana uhuru wa kujieleza, hawana uhuru wa kufanya kadha. Leo wanajuta, wanauana, vikundi ndivyo vimetawala, vimeshika dola, hakuna amani. Sasa tutakatuishi katika hali hiyo? Tuna nchi jirani zetu sisi wanaishi katika hali hiyo miaka karibu 30 leo. Kuna watu wamezaliwa wana umri wa miaka 25 hawajui amani ni nini. Leo anakuja mtu kuchezea tu hivyo, nchi bwana hivi kupindua bwana. Wewe huogopi damu za watu? Waislamu tusikubali ujinga huu. Yaani mimi sikusimama hapa kuzungumza habari ya bandari, sijui mkataba umefanyaje, sijui mkataba ulikwenda kule. Mimi sio kazi yangu hiyo. Lakini kuna al-khatul ahmar, mstari mwekundu, utakiwi kuugusa mstari huu, nao ni wa amani. Jambo lolote ambalo linachochea uvunjifu wa amani marufuku. Waislamu wasilikubali jambo hili, wasimame kwa pamoja katika kulilinda jambo hili. Bali hata wasiokuwa Waislamu ambao hawakubaliani na mambo haya, tusiangalie mambo ya uvyama. Sisi hatuko katika vyama. Kwa ndugu zangu katika imani, haya ni mambo makubwa ya kuyapatiliza, na huu ndio ujumbe wangu kwenu. Kuna watu wanapoingia kwenye mitandao huko, kwenye Twitter mathalan, pengine kuna kikundi cha watu 1000, 2000 wanajadiliana, wanazungumza, wanachangia, wakaona kwamba wale 2000 ndio Watanzania wote, kwa sababu kuna comments nyingi pale zimemunga mkono. Ndio bwana, tusikubali bwana. Akiangalia comments zile za watu 300, 400, ona Watanzania wote tunga mkono. Acha wazimu. Kuna watu wenye akili timamu, hatuwezi kukubaliana na jambo kama hilo. Kwa hiyo watu kama hawa wanaozungumza lugha hatarishi, wenye mamlaka wawachukulia hatua za haraka sana. Sisi kama raia wa Tanzania hatukubaliani na jambo hili. Sisi Waislamu hatukubaliani na jambo hili. Sasa mkija tena mkianza kutubagua kwa sababu ya Uislamu wetu, kwa sababu ya ukanda, hawa ni Wazanzibari, wale ni kadha, yakija hayo masala hayo, sasa hayo ni mingine, ni mabaya zaidi. Sasa haya ni masala mabaya zaidi. Waangalieni sana hawa viongozi ambao wanapelekea kulingania watu na kutaka kuwabagua watu kwa sababu ya dini zao. Sisi tunajua kwamba katika Tanzania hii kuna watu wanajiona kwamba wao ndio raia wa daraja ya kwanza na wengine daraja la pili. Hakuna raia wa daraja ya kwanza hapa. Nani asiyejua mchango wa Uislamu katika nchi hii? Vipi utaweza kumbagua Muislamu kwa sababu ya Uislamu wake? Nataka kuambia nyinyi, katika historia ya nchi hii, huu ukanda wa Afrika ya Mashariki, kutoka huko Banadir mpaka Sofala. Nikisema Banadir ni kaskazini mwa Mogadishu, huko katika mto Wepi Shebele, mpaka kusini huko Sofala katika delta ya mto Ruvuma huko. Yote hii ilikuwa ni daula iko chini ya Uislamu.
Alikuja mwanachuoni mmoja akiitwa Abul Hasan al-Husayn ibn Ali al-Mas'udi, ameandika kitabu kinaitwa Muruju Dhahab. Yeye amefariki mwaka 345 Hijiria, ambayo ilikuwa ni sawasawa takriban mwaka 900 na kitu, kwa sababu amefariki mwaka 916. Aliwahi kuja huko, alifika mpaka kwenye kisiwa kinachoitwa Kambal, inasemekana kwamba ni Pemba. Asema mimi nikawakuta watu wake wengi ni Waislamu, wenyeji wake ni Waislamu, tena wanazungumza kwa lugha za Kibantu, na kuna maneno akayaandika pale kwa lugha ya Kibantu kuonyesha wanazungumza hivi. Kuna viazi vitamu vyakula vyao wanavyokula, mkono wa tembo. Miaka 1000 iliyopita tayari watu wana Uislamu wao. Mwaka 975 alikuja, nasema miladia sio hijiria, 975 alikuja Al-Hasan bin Ali na watoto wake kutoka Shirazi. Yeye mwenyewe akafanya makazi kule Kilwa, akaijenga Kilwa. Katika karne ya 14, yani miaka 500 baada ya kujengwa Kilwa, alikuja mwanachuoni mmoja wa Kiislamu msafiri baharia akiitwa Muhammad bin Abdullah bin Batuta kwenye karne ya 14. Alikuja wakati ule mtawala alikuwa ni Abul Mawahib. Alikuta watu kwenye kima cha juu kabisa cha utajiri na maendeleo. Uislamu tayari ulikuwa ushapiga hatua. Kilwa imejengwa na miji mbalimbali, Mombasa imejengwa, Mogadishu imejengwa, maendeleo makubwa kabisa. Lakini angalia alipokuja mzungu mreno mkatoliki Aprili 1498, anakuja Vasco da Gama katika ukanda huu, akaja akaikuta Kilwa. Kilwa ishaendelea siku nyingi. Walipita huko kwenye Cape of Good Hope wanaita, huko kwenye rasi ya Tumaini Jema huko kusini mwa Afrika. Wakaja wakaingia, akashangaa, kumbe watu wamepiga hatua namna hii. Akaandika barua Ureno, likaja jeshi kutoka Ureno 1500, likaja jeshi kutoka Ureno, likaja ikavamia miji ya mwambao wa Afrika Mashariki ambayo tayari ilishaendelea. Waliipiga kwa mizinga, wakaichoma Kilwa ili tu waingize Ukristo kinguvu. Wakaichoma Mombasa, wameichoma kikweli kweli. Hili ni jambo linafahamika historia na hakuna anayelipinga jambo hili, hata wao wajua. Waislamu waliishi katika madhila chini ya Mreno kwa miaka 200. Mreno alikwenda mpaka Omani, akaiteka Omani, akaitawala kwa miaka 114. Wa Omani hawakukubaliana na jambo hili. Alisimama yule mtawala Al-Yarubi wa kwanza, akapambana nao. Alipofariki akaja ndugu yake Saif, akapambana nao, ibn ammi yake, akawatoa. Wareno wakatoka Muscat. Maana wale wa kwanza alipambana nao ikawa bado wameshika Sohar, wameshika Muscat, lakini alipokuja ibn ammi yake akawatoa, wakatoka Wareno katika nchi ya Omani. Kwa kuwa kuna mafungamano ya kidini na damu baina ya watu wa Omani na watu ambao wa Afrika Mashariki, wazee na wakuu wa miji hii walikaa vikao vya kuomba msaada kutoka Omani. Wakatumwa wazee kadhaa, akiwepo mkubwa wa mzungu, kama wajua hivyo, mzee mmoja Kidigo kwa Mombasa. Nendeni kwa Al-Yarubi mkamuombe msaada aje atusaidie kuwaondoa hawa Wareno washenzi. Msaada ulikuja, mapambano yakapita kwa muda mrefu. Mreno alitoka kwa mkataba wa kwamba Mwarabu akija hapa tutawapiga sisi, lakini tutawala sisi. Yakakubalika hayo, sisi tutasaidia, njoo mtusaidie, tutawala, haina shida, ardhi yenu, sisi ni ndugu zenu. Wakatolewa ile 1700 na kitu, lakini hawakuja hapa ila baada ya kuingia 1800. 1804 Zanzibar, yote inaitwa Zanzibar hii, kutoka huko Sofala Kibri kama wanavyoita, mpaka Mogadishu na visiwa vya Pemba na Unguja na Mafia na vinginevyo, vyote hivi ni Zanzibar. Wakaja wakaweka makazi hapa tena. Wakati huo tayari Al-Yarubi yashaondoka, amekuja mtawala wa Kibu Said, alikuwa ni Sayyid Said bin Sultan al-Busaid. Akaingia hapa Unguja mwaka wa 1000, yani ikawa iko chini yake mwaka wa 1804.
Hakuja mapema yeye kwa sababu ulikuwa na mizozo mingi, mara wale wameasi, mara hivi. Baada ya miaka kadhaa kama 20 na kitu ndio akaja katika mambo huu, akaishi Unguja, akaitawala kwa muda wa miaka 52, akaleta mambo mengi ya kimaendeleo. Akatawala kutoka kusini mwa mto Ruvuma mpaka huko kaskazini mwa Mogadishu na Unguja na Pemba, ikawa yote ni nchi yake kwa chini yake, na maendeleo mengi yakafanyika, watu wakafika kwenye kima cha maendeleo. Leo mnakuja kuwanyanyasa watu. Waarabu hawa wametawala, na wale baba zenu na wale mabwana zenu walikuja kufanya nini katika mambo huu kama si uharibifu? Wakaja Wajerumani huko wakafanya mambo mengi ya uharibifu, wakaja Waingereza huko walioyafanya nyinyi wayajua, na ubaguzi waujua, wakayabagua mataifa haya, wakawakata watu, makabila yakatenganishwa. Leo kaikwa mpaka pale kwamba hawa wa huku, hawa wa huku. Huku Kenya, huku Tanzania, baada ya Berlin Conference 1884 wakazigawa familia, Wadigo wa Mombasa, Wadigo wa Tanga. Kule kuna kila mpaka kuna utakuta makabila mengine yako huku, mengine yako huku. Huku kuna Wamasai na huku kuna Wamasai, huku kuna Wajaluo, kuna Wajaluo. Wakagawa, wakakata wanavyotaka wao, wakagaiana mapande ya nchi, wakazitawala, wakachimba mashimo, wakachukua wanavyotaka, wakapeleka kwao. Waliweka kitu gani? Al-Busaidi amepanda mikarafuu, tuiona. Wao waliweka kitu gani zaidi ya kupalilia Ukristo wao na kuwagawa Waislamu na kuwadhalilisha? Sasa mambo kama haya yakizungumzwa inakuwa ni uchochezi kwa upande fulani, lakini Waislamu si watu wa daraja la pili katika nchi hii. Wana historia ndefu kabisa ya kuonyesha kwamba wao wako katika msimamo madhubuti na hali madhubuti kabisa ya kuipigania nchi hii kiuzalendo kabisa. Sitaki kuyazungumza mengine mengi, lakini nasema hivi, atakayegusa mstari wa amani katika nchi hii au mahali popote pale, amegusa mahali pa hatari. Hafai kunyamaziwa kimya. Wenye mamlaka watakiwa waliangalie bila kumtazama yoyote, wala wasitazame nchi za magharibi, wala hizo jumuiya zinazoitwa jumuiya za haki za binadamu na taasisi za haki za binadamu. Wao mara nyingi ndio huchochea mambo kama haya, wakaleta uharibifu katika miji. Tusikubali kuharibiwa nchi zetu kwa sababu ya kushikiwa na akili na watu fulani. Tusikubali jambo hili. Kwa hiyo mashekhe, waalimu, wahadhiri, zungumzeni na watu walio nyuma yenu, wasikubaliane na mambo kama haya, wasije wakalaghaiwa na wanasiasa ambao wao wanaangalia maslahi yao tu. Leo atasema hivi, atapinga, akipewa maslahi kesho karudi nyuma, kesho kutwa akupata apinga tena. Watu vigeugeu, hawana misimamo. Msije mkaweka dhamana ya maisha yenu kwa watu kama hawa. Waongo, kadhabun. Waogopeni watu hawa, waacheni, msisikilize fikra zao, waacheni wadanganyane huko kwenye mitandao yao, wadanganyane. Wakimaliza basi sisi tuendelee na kazi zetu, tufanyeni shughuli zetu, tuishini maisha yetu, tuache wao na maisha yao. Tusikubali kuingizwa kwenye matatizo na fikra za watu wa aina hii. Maneno yanakuwa ni marefu na kuna mambo mengi ya kuambiana, lakini ujumbe wangu mimi ni huu, na ninaomba ujumbe huu muuchukue kwa kulinda uzito wa kitu kilichopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, uzito wa jambo la amani. Man asbaha aminan fi sirbihi muafa fi jasadihi lahu qutu yawmihi fakaannama hizat lahu dunya bihadhafiriha. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, yule atakayeamka asubuhi yuko katika hali ya amani kwenye boma lake, kwenye nchi yake, yuko shwari kabisa, ana amani, hana wasiwasi, ana siha na afya katika mwili wake, ana chakula siku yake ile, huyu ni sawa na mtu ambaye amekusanyiwa dunia yote. Hakuna kheri ya kuwa wewe una mali au una kile, wakati huo umekaa juu, wakati wote mizinga na mabunduki za kulia hapo, wakati wote bomu za kulipuka hapo, mkatwaliwa mbio. Hakuna kheri ya namna hiyo. Iangalie sana kheri hii, na hii ni katika neema za Allah. Liilafi Quraish ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Katika neema kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala ni wewe kulishwa, ukapata chakula ikawa huna njaa, na ukapewa amani. Hizi ni katika neema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ailete amani na aidumishe amani katika nchi zetu, alete utulivu, alete masikizano katika nchi zetu, tuishi kwa amani na kila mmoja afanye ibada zake na kazi zake kwa amani.
tulinganie kwenye dini yetu, tuwaite watu katika dini yetu, na Uislamu unastawi zaidi kwenye amani na katika hali za utulivu. Tulinganie dini yetu kwa amani. Kwa hiyo tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala sana juu ya jambo hili, na tuepushe na shari za watu waovu, na yoyote anayekusudia shari kwa sababu ya maslahi yake au ya kikundi chake, Allah atukinge na shari yake na amshughulishe mwenyewe kwenye nafsi yake. Na Allah subhanahu wa ta'ala atutawalishie na atupe watawala walio bora, waliokuwa na imani na raia wao, watawala ambao watakuwa wana hofu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma walli alaina umurana khiyarana wala tuwalli alaina shirarana. Allahumma walli umurana khiyarana wala tuwalli alaina shirarana. Allahumma khudhhum binawasihim, Allahumma khudh binawasihim, Allahumma khudh binawasihim ila albirri wattaqwa wa ila al'amal ma tarda ya rabbal alamin. Allahumma من أراد بنا سوءا وبالمسلمين فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم انصرنا على القوم الظالمين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الظالمين، اللهم انصرنا على القوم الظالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظ ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم احفظهم وادفع عنهم كل سوء ومكروه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قوموا إلى صلاة. Mzigo unaanza kwa kuonyesha wamba